Kwa leo tutaweza kuwapeleka kwa ule upande wa pwani na pia bado ni upande wa asili ya chakula hichi ni kutoka upande wa Arabu. Ni chakula ambacho huwa kinapikwa sana sana on special occasions. Ni chakula cha tunu, yani ni chakula watu wanakienzi kwa kiaslia, na ni chakula ambacho mara nyingi tuseme hivyo kama tulivyosema kinapikwa wakati wa special occasions. Pengine sana sana wakati wa Eid ama pengine wakati wa harusi ama wakati wa nini, sababu ni very rare kupata kinatayarishwa majumbani. Naye leo tutaweza kupikia bokoboko la nyama ya ng'ombe. Karibu sana mpenzi mtazamaji, makinika uwe nami Ahmed Omar Hassan kutoka Ahmed Dishes ili uweze kupata recipe hii kwa ukamilifu. Mpenzi mtazamaji, bila kupoteza wakati, wacha twende tuone katika zile ingredients ambazo tutatumia kwa leo, ambazo tutatumia katika matayarisho ya mapishi ya leo. Na tukiweza kuangalia, tuko na ngano ambazo tumeweza kuziweka katika maji ili wakati wa kuzichemsha iwe rahisi ziwe zinaweza kuiva kwa haraka. Kumbuka ngano hizi ni nzima nzima na hazijatolewa ile husk yake, so ziko complete. Alafu tuko na mchele ambao tumeweza kuruweka pia. Mchele wenyewe ni pishori ambao pia bado tutatumia katika mapishi haya. Tutaona tu kwa wakati gani na muda gani kila kitu kinaingia kwa wakati wake. Tuko na sukari. Sukari itakuja kutumika dakika ya mwisho kabisa wakati tunaandaa, haitatumika katika mapishi ama wakati wa kupika. Tuko na chumvi. Kumbuka chumvi kama kawaida huwa tunasema salt to taste, hiyo haina kipimo. Ngano, pengine nikirudi nyuma kidogo, ngano ni kilo 1, mchele ni 1 cup. Alafu chumvi mtu utapima kulingana na mapenzi yako. Tuko na nyama ambayo ni nyama bila mfupa. Nyama nayo ni kilo 1. Mara nyingi huwa tunataka zipelekane, nyama kilo 1 na ngano kilo 1. Tuko na mafuta ya kupika ambayo sana sana kwa wengine hata huwa hawatumii wakati wanapopika. Wengi wanatumia wakati unaposerve, lakini tutaweza kutumia yale mafuta ambayo ni kwa kiasi kidogo wakati tutakufikia some certain stage, ili yatusaidie kurahisisha kusonga zile ngano zetu na ile nyama, na pia anasaidia kufanya isishikane kwa sana. Nakumbuka mafuta tunayotumia ni aina ya ghee, yani samli, ambayo tumeweza kuiyeyusha. Na kwa mwisho kabisa tuko na abdalasini na pilipili manga, ambayo abdalasini ni cinnamon sticks na pilipili manga ni black pepper. Zote hizi tutatumia katika mapishi isipokuwa sukari ambayo tutaitumia dakika mwisho wakati wa kuserve. Mpenzi mtazamaji, bila kupoteza wakati, tutaenda katika matayarisho ya chakula chetu cha leo ambacho ni bokoboko, na tutaanza na kuchemsha nyama yetu mpaka itakapokauka maji, ndio tuendelee kuweka ingredients zingine. Japo kwamba wakati tutakapokuwa tunachemsha nyama tutaweza kuweka zile spices, na hapo ndo mahali pengine watu wengine pia tunaweza kuwa tunatofautiana nao. Kuna mtu ambaye anataka kuweka zile whole spices zake baada ya nyama imeshachemka. Mimi huwa napendelea ichemke na ile nyama ndio iweze kushika ile harufu kuanzia kwa nyama mpaka katika ule mchanganyiko wote. Karibu uwe nami umakinike uweze kupata recipe hiyo. Nitaweza kuchukua sufuria yangu niweze kuiweka, tuweze kuweka ile nyama yetu. Kumbuka nyama ni steak bila mifupa. Tutaona kwa nini tunatumia nyama bila mifupa. So nimeweza kuweka ile nyama pale ndani. Kumbuka nyama ninayotumia ni nyama ya ng'ombe, na kama tunavyojua wakati wa kuchemsha nyama ya ng'ombe huwa hatuweki maji, tunaacha kwanza ikaushe yale maji yake ndio tuweze kuongeza maji kwa baadaye. Ukiweza kuchemsha ile nyama na maji kuanzia the first step, ni kwamba ile nyama haitakuwa na ile ladha nzuri zaidi. Ukichemsha na maji directly kabla ikaushe maji yake, pia haivi kwa vizuri. Na kitu kingine ambacho unaweza kunote ni kwamba nyama yetu tumeweza kuikata kwa mapande makubwa makubwa,
hatujekata ndogo ndogo ili iweze kuiva kwa haraka, na itakapofika wakati wa kusonga ile nyama yetu ikichanganyikana na ngano iwe ni yenye kuvujika na ipotelee ndani ya ngano. So baada ya kuwekelea nyama ndani ya ile sufuria na nikakishia moto, nitaweza kufuatilia na zile spices zangu, ambapo leo natumia abdalasini na cinnamon. Yani abdalasini na black pepper. Samahani kwa hapo, ni black pepper na abdalasini. Pilipili manga na abdalasini. So nitaweza kuziweka katika sufuria yangu zianze kuchemkia nao. Na kumbukia kwamba kwa vile tunataka nyama yetu iive kwa vizuri na iive paka ndani, moto tutaka uwekea ni moto wa wastani, yani moto ambao uko si moto wa chini na si moto wa katikati ulioko hapo katikati, ama ikizidi sana uende kwa katikati, but si moto wa juu. Sababu kama tunavyojua, wakati unapowekelea nyama yako ukiweka moto mwingi, ile nyama badili ya kuiva kwa haraka, instead ya kuiva huwa inapindana na inaanza kuwa ngumu, na mwishowe huwa itakupatia wakati mgumu kuiva ama iwe si yenye kuiva kabisa. So tumeweka nyama, tumeweka zile spices, tutawacha zichemke pamoja, alafu tutakuja kuweka zile ingredients zingine wakati nyama itakapokausha maji, ndio tuendelee na upishi wetu. Tutaweza kufungulia pale kidogo tuangalie jinsi nyama yetu inavyoendelea, na kama jinsi unavyoona imekaribia kukausha maji. So tutawacha ikaushe kabisa mpaka ifanye ni kama inaenda kushika kwenye ile sufuria, tujue kwamba imekausha maji yake kabisa, ndio tuweze kuwekelea maji mengine kwa juu, ambapo kama jinsi unavyoona haiko mbali. So tunaweza karibisha maji yetu ili tuwe ni wenye kuongeza yale maji. Kama jinsi unavyoona nyama imeweza kukausha yale maji, so niruhusie nichukue maji nije niongeze kwa kiasi. Tutaweza kuweka maji na baada ya kuweka yale maji tutakoroga kidogo, tuhakikishe ile nyama inabaki kuwa chini kabisa pale moto ulipo. Tuweze kuchukua ngano zetu tuziweke kwa juu yake. Kumbuka ngano ilikuwa tumeziroweka kwa maji, ndio wakati wa kuchemka ziweze kuiva kwa haraka. Tukoroge kwa kiasi, na tuseme tutaweka chumvi approximately 2 pinches of salt. Kumbuka salt hatuitaki sana, tunataka tu kwa kiasi katika mapishi haya. Lakini kama unapendelea unaweza weka zaidi, na pia kama pengine ni kwa mtu ambaye hatumii chumvi unaweza kosa kuweka, utumie bila ile chumvi. So tumeweza korogea, tutarudi tusukume zile nyama zetu zirudi kule chini, at least ziwe kwa ndani chini kabisa, japo wakati zitakapoanza kuchemka kwa vizuri zitarudi zije juu. Sasa jambo tutakalofanya, tumeweza kuweka maji mengine, tutaweza kuweka maji mengine kwa kando, maji ambayo yatakuwa na uharara, ndipo maji yatakapokuwa yanapungua tutaendelea kuongeza maji ambapo tutataka kutumia maji ya moto. Kumbuka bado tuko na mchele wetu, tutangoja ngano zianze kuiva kwa kiasi na ile nyama iwe imeanza kulainika ndio tuweze kuweka ule mchele wetu. Japo kuna watu ambao pia bado wanaweza chemsha ule mchele kando, wakati iko karibu kuiva kabisa ndio tutaweka wali. Sasa kumbuka mchele ni mbichi, wali ni ambao umeiva. So wakati umeiva ule wali ndio huwa wanakuja na weka kwa juu, wanasonga nao. Mimi napendelea niweke ule mchele wakati ngano ziko karibu kuiva, ndio uweze kuiva na ule mchanganyiko mwingine. Na pia mchele ambao tunatumia, tumeweza kutumia mchele wa pishori, ama unaweza tumia mchele wote ule ambao unaweza kuiva kwa haraka. Kumbuka siku hizi kuna mchele aina tofauti tofauti, so kama itawezekana uweze kutumia mchele wa pishori.
So tutaacha mchanganyiko wetu uweze kuchangamka, tutarudi baadaye tuendelee kuweka zile ingredients zingine. Tumeweza kurudi na maji yale tuliyosema tutaweza kutumia kwa baadaye. Tukiona imekausha maji, tutaweza yale ambayo tutatumia kuongezea kwa juu. Ili tusiwe ni wenye kutumia maji baridi. Kumbuka maji baridi yatarudisha yale mapishi yetu nyuma, yata slow down, na pia kama nyama haijaiva itakuwa ni yenye kufanya ile nyama irudi kwa ngumu instead ya kuendelea kuiva. Yani huwa inapindanisha nyama. Hata kama mathalan unachemsha nyama kawaida nyumbani ama mahali popote, utakapokuwa umekausha, kama kwa vile leo tuko tunapika mchanganyiko, yani tunapika mix kabisa. Kama unataka kupika nyama na iive vizuri, wakati umefikia ile process kwamba umeikausha maji, na kama jinsi tulivyosema unaiacha ifanye ni kama inataka kuungua, yani ipate ile harufu kama ambayo imefikizwa ama kale ile harufu ya kama kuungua kwa mbali. Wakati utakapotaka kuongeza maji, it's preferably, yani ni vizuri kama utakuwa na maji ambayo ni ya moto ama yana uharara. Na ukiweka maji katika ile nyama kama unachemsha, utaweka maji kwa kiasi, usijaze maji mengi, sababu utatoa utamu katika ile nyama. Mara nyingi utapata mtu pengine hataki ile process ya kurudi kuongeza maji na kukaa, rudi ongeze maji na kukaa. Pengine mtu anaangalia TV, so anataka kuweka maji kwa mara moja, ichemke kwa mara moja. Mara nyingi huwa inatoa ladha katika ile nyama yako, haiwezi kuwa na ule utamu full wake. So ni vizuri kiweka maji kwa kiasi. Afadhali uongeze, urudi ukiangalia kama yamepungua, haijaiva, unaweza ongeza tena kidogo. In short, uende step by step. Na makinika nami tuendelee na recipe yetu ya leo. Baada zimechemka kwa muda, tunataka tuangalie mahali ile nyama yetu ilipofikia. Na kumbuka ya kwamba mapishi ya leo pia bado kama uko na pressure cooker, unaweza kutumia pressure cooker, sababu itaweza kukuharakishia ile process ya ile mapishi yako. Kwa leo tumeweza kutumia sufuria ya kawaida, yani hatujatumia pressure cooker, ili tuweze kwenda na wewe step by step. But kumbuka kwamba bado unaweza tumia pressure cooker iweze kuharakisha yale mapishi yako. So tutafungua tuweze kuona nyama kama imekaribia kuiva, na pia kama maji yapo kiasi gani, tujue kama tutaongezea ama namna gani. Na kama jinsi unavyoona nyama, tutaweza kuangalia nyama yetu. Tukifinya tunaona imeanza kulainika, lakini bado haijaiva kabisa. So tutaweza kurudi kuifunika. Tufunike na zile ngano kwanza. Then tuweze kuongeza maji kwa kiasi. Na kumbuka kama tulivyosema, utaongeza maji ya moto ama maji yenye uharara. Tutamwaga kwa umakini ili zile nyama ziendelee kubaki kule chini na huku kuendelee kuchemka. So maji yametosha. Tutarudi tuweze kufunika mpaka wakati nyama itakuwa imekaribia kuiva, tuweke ule mchele wetu, ndio wakati mchele utakapoiva tuweze kusonga kama jinsi tunavyosonga ugali. Kwa jinsi unavyoona nyama imeanza katika, kumaanisha imekaribia kuiva. Na unakumbuka tulisema hatutaki tuache nyama iive kwanza kabisa. Wakati itakapokuwa imekaribia kama jinsi unavyoona inavyokatika yenyewe, tutaweka mchele ndio iweze kuiva. Ule mchele by the time ukiiva iwe na ile nyama imeshalainika kabisa, ndio tuanze kusonga lile bokoboko letu. Kumbuka bokoboko huwa linasongwa kama jinsi tunavyosonga sima, yani ugali. So tukiweka mchele na tuko na maji yetu kwa karibu, tutakoroga kiasi ndio ziweze kuchanganyikana. By the time mchele ukiiva na nyama itakuwa imeshalainika. Tutakuchanganya. Tutaweka maji kwa kiasi ili yasipite sana,
sababu yakipita itafanya wakati wa kusonga lile bokoboko litakuwa laini zaidi, yani litakuwa maji sana. So tumeweza kuongeza maji kwa wastani. Kumbuka bado tuko na maji yetu kwa kando. So tutaweza kufunikia ili uweze kuchemka. Wakati utakapoiva tutarudi ndio tuanze kusonga ile bokoboko letu. Kama jinsi unavyoona mchele unaendelea kuiva, tunataka uive mpaka uwe ni wenye kupotelea ndani, na jinsi tulivyosema mara ya kwanza, kuna wale wanapendelea kuchemsha ule wali wao kando alafu ndio waje uweke kama umeiva, na pia bado unaweza weka ndani uchemkie na zile nyama na zile ngano zako. Kama jinsi unavyoona nyama zimeanza kushred, yani katika, na jinsi unavyoendelea kusonga ndivyo unaendelea kupotelea ndani. So at the same time jaribu kusonga kwaruza chini ili usiweze kushika. Kama jinsi unavyoona nyama zimeanza kushred. So tutaendelea nalo mpaka wakati maji yatakapokauka na mchele utakuwa umeiva kabisa na utapungua na size, tusonge kama jinsi tunavyosonga ugali wetu. So tutarudi tufunike kwa moto wa wastani. Mchele utakapoiva, jinsi utakavyofungika ule mchele utasaidia kufanya ile bokoboko lako liweze kushikana. So tutarudi kufunika kidogo, likikausha maji tutarudi tuendelee kusonga. Kwa hakika tuko katika ile part ambayo sasa ndio part ngumu ya kusonga lile bokoboko letu. Hapa inataka once likianza kukausha maji huwa unaendelea kusonga kufunikia, ukiangalia maji yanavyokauka na huko at the same time ule mchele wako uweze kuiva. Lau kama mchele ungekuwa umeweza kuiva tungeendelea kusonga bila kufunikia. Na at the same time unavyoendelea kusonga ndivyo jinsi nyama zinaendelea kusagika katika lile bokoboko lako. So tulia nami tuendelee kufanya mapishi haya hadi mwisho wa kipindi hiki. Bokoboko letu liko karibu kuwa tayari. Kwa hakika jinsi unavyoona huwa ni process ya kuprepare bokoboko. That's why unapata mara nyingi huwa tunasema bokoboko linapikwa for special occasions. Tuendelee kulikoroga kidogo ndio baadaye tuweze kulizimia, tuweze kuserve kwenye sahani. Inatakana ulikoroge paka ile nyama yani most part of the nyama iweze kupotelea ndani, na hata kama itabaki vipande vidogo na tena liweze kushikana kama jinsi unavyoona. Ni sawa na tuseme sasa ile unapika ugali yani sima. So tutalikoroga kidogo kiasi then tuweze kuliepua likaushe kidogo. Na pia bado italingana na vile unavyotaka likauke. Saa zingine pengine utaki lako likauke sana, unaweza litoa jinsi lilivyo, na kama unataka likauke sana unaweza kuliacha kwa moto kidogo uendelee kulisonga. Lakini kumbuka bokoboko inafaa wakati unapolipika unalikoroga continuously, usiliache, sababu wakati utakapoacha kumbuka unatumia ngano, na ngano iko na tendency wakati unaipika itapasuka itoe ile ngano ya ndani ambayo ni gluten ambayo inakuwa kama gum. So itaenda ishike kule chini kwenye sufuria na ianze kutoa harufu ya kuungua kabla iive. So ni vizuri sasa ile unapika ukianza kusonga uweze kukoroga continuously bila kusimama. Naam. Na bokoboko langu liko tayari. Taweza kuchukua kisu niweze kutoa kwenye ule mwiko. Kama unavyoona liko na kazi, linataka siku umeamua kupika bokoboko huo umejitolea kwamba leo naingia kazini full force. Bokoboko letu liko tayari kusaviwa. Tutaliacha lipoe kidogo then tuweze kuliepua kutoka hapa, tuweze kuserve na ndio tuweze kuweka katika display. The more likipoa the better linakuwa wakati wa kuserve. Alafu
tutaweza kuchukua kijiko chetu tuweze kukipaka mafuta kwa mbali, ili wakati tuna serve kisiwe ni chenye kushika sana, yani chenye kung'ata, hiyo tunaweza kutoa kwa urahisi. Alafu tuko na mwiko wetu ambao tulikuwa tukitumia kusonga ile bokoboko. Tuchukua kwa kiasi tuweze kuliweka katika sahani. Chukua tena kiasi tuweze kuweka katika sahani yetu. Baadaye tutumie kijiko tulichokipaka mafuta kumold. Na baada ya hapo tutaweza kutengeneza kama shimo katikati yake, ambapo tutaweka ile samli yetu. Alafu mahali tulipofikia, kumbuka tulisema kama hautaki mafuta, hautaki nini, unaweza kulila hivyo, lakini kiaslia ni kwamba bokoboko linaliwa na mafuta na sukari. So kama hutaki either of the two, unaweza proceed nao, lakini kiaslia kama vile tulivyosema, tutaweka yale mafuta katikati. Ile samli yetu tuliweza kuyayusha, tuiweka pale katikati. Alafu tuweze kuweka sukari kwa kando. Na kama pia bado hutaki sukari, unaweza kosa kutumia sukari. Na mpenzi mtazamaji, tumeweza kufikia mwisho wa kipindi chetu. Kama unavyoona, tumeweza kuandaa bokoboko letu. Na kumbuka, nitarudilia tena, kama hautaki mafuta ama unataka mafuta kwa kiasi, unaweza punguza mafuta na pia sukari, lakini kiaslia bokoboko linaliwa na mafuta ambayo ni samli safi, alafu na sukari kwa kando. So unaweza kuchukua ile bokoboko lako, unaweka katika mafuta, then unaweka katika sukari na unakula. Penzi mtazamaji, tumeweza kufika mwisho wa kipindi chetu, ambapo umekuwa nami Ahmed Omar kutoka Medi Dishes, ambapo leo tumeweza kuwatayarishia bokoboko. Bokoboko ni chakula cha aslia kutoka upande wa Arabu, lakini kwa Kenya kimeweza kushikililiwa sana kwa upande wa pwani. Usikose kuwa nasi katika vipindi vitakavyofuata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.